Katika maisha haya kuna aina fulani ya watu ambao muonekano wao huonesha kuwa ni watu wenye pesa. Yaani jinsi anavyoonekana tu anasadifu kuwa ni mtu mwenye pesa, na mtu huyu akifika eneo fulani la kusanyiko la watu ama walipokaa watu zaidi ya mtu mmoja, akipita tu eneo lile utaona watu wanageuka na wengine wanasikika kabisa wakisema huyu anaonekana ni mtu tajiri, yaani ni mtu mwenye pesa. Hiyo ni kutokana na muonekano wake jinsi alivyo. Muonekano wako ndo unaweza kukufanya kuwa tajiri au kuwa maskini, ikiwemo kujiamini kwako. Mtu asiyejiamini ni vigumu kuvutia nguvu za ulimwengu ili kuweza kupata mafanikio ya nguvu za fedha. Kumbuka, nguvu za ulimwengu huambatana na mtu anayeweza kujiamini. Ukiamini kuwa wewe ni tajiri, lazima utakuwa tajiri. Lakini ukiamini kuwa wewe ni maskini, hakika utazidi kuwa maskini. Ili lengo lako litimie na nguvu za ulimwengu zizidi kuambatana na wewe, lazima utambue vitu vifuatavyo. Namba 1, harufu. Harufu yako ni muhimu sana. Hapa chagua perfume unayoipenda mwenyewe, ambayo utapendelea kuitumia kila mara, na sio kubadili kila wakati kwamba leo natumia hii ikiisha unanunua nyingine. Hapa lazima uwe na perfume ya aina moja. Watu wote waliofanikiwa na matajiri wote wakubwa wanazo perfume zao ambazo hutumia, ikisha anaenda kununua perfume hiyo hiyo. Haijalishi perfume yako unayoipenda ni ya gharama kubwa ama gharama ndogo, lakini zingatia sana kuwa na perfume ya aina moja. Lakini pia kama wewe ni mtu ambaye haupendelei sana kutumia perfume au haupendi kabisa kutumia perfume, hakikisha unabaki na harufu yako ya asili kuliko kuchanganya leo perfume mara siku nyingine unaacha. Hakikisha unabaki na harufu yako ya asili. Cha kuzingatia, hakikisha wewe ni msafi, lakini pili hakikisha haunuki majasho na vikwapa vyako havinuki, yaani uwe smart ili kuzidi kuvutia nishati ya nguvu ya pesa. Namba 2, uvaaji. Mpangilio wako wa uvaaji mzuri una uwezo mkubwa wa kufanikiwa, maana nguvu za ulimwengu upande wa mafanikio zinahitaji mtu anayejua kuvaa na kupangilia uvaaji wake. Sina maana kwamba mtu lazima aweze kuvaa nguo za gharama kubwa. Hapa ninachomaanisha nguo zako zile zile ambazo wewe unazinunua na unazivaa ni kuhakikisha kwamba ziko safi, yaani ziwe ni nguo zako zinazonunua kwa shilingi 3,000, 5,000, 7,000, 1,000, 10,000. Hakikisha ni safi na hazinuki jasho. Lakini kitu kingine, hakikisha nguo zako hizo hazijaweza kuchanika wala kutatuka. Hapo nguvu za ulimwengu zitazidi kuwa na wewe upande wa mafanikio. 3, kujiamini. Kujiamini kwako ndio mafanikio yako. Kutokujiamini ndio kushindwa kufikia mafanikio yako. Jifunze kutembea kama mtu mwenye pesa. Jifunze kuzungumza kama mtu mwenye pesa. Sio kwamba uzungumze kwa ukali, hapana, bali uzungumze kwa utulivu na sauti ikiwa yenye mamlaka makubwa. Hapo ulimwengu utazidi kukupa mamlaka makubwa na kukuinua zaidi katika mafanikio. Nadhani ulishawahi kusikia watu wanasema huyu mtu anaongea kama mtu mwenye mamlaka makubwa. Hiyo ni kutokana na nguvu za ulimwengu. Kumbuka, ulimwengu huwezi kumuinua mtu anayejidharau mwenyewe au kujishusha, bali humuinua na huweza kumpatia mtu anayejikubali mwenyewe. Vyote ambavyo ulimwengu unakupa
ni kutokana na wewe unavyoweza kujikubali na kujichukulia mwenyewe kwamba wewe ni mtu wa aina gani, kwa sababu vyote katika ulimwengu wa roho mwanadamu amekwisha kupewa. Kinachotakiwa ni kuvifanya kuja katika ulimwengu huu wa macho na nyama. Maana kama ni majumba mazuri umekwisha kupewa ulimwengu wa roho, kwa hiyo kinachotakiwa ni kuvifanya kuja katika ulimwengu huu wa nyama. Mafanikio yako yako katika mikono yako. Kwa yule anayeomba, hakikisha anaomba maombi yenye nguvu na sio maombi yasiyokuwa na nguvu. Kuomba kinyonge kwa kusema ninaomba, neno hilo ni neno lisilokuwa na nguvu, ni neno la kawaida sana. Hata mtu akihitaji kitu kutoka kwa mtu mwingine hutumia neno naomba. Sasa unaposema naomba, maana kwamba mtu ambaye unayemwomba ndiyo mwenye kuchagua akupe ama asikupe, kwa sababu unaomba. Katika nguvu za ulimwengu hutumika maneno yenye nguvu kama nina nyumba nzuri, nina gari nzuri, nina familia bora, nina pesa nyingi, na sio kusema kwamba ninaomba gari nzuri, ninaomba familia nzuri, ninaomba nyumba nzuri. Hayo maneno ninaomba ni maneno yasiyokuwa na nguvu, na ndio maana hata katika makanisa wachungaji hawatumii neno na kuombea, wanatumia neno pokea. Maana yake kwamba ulikwisha kupewa katika ulimwengu wa roho, sasa inabidi zilike katika ulimwengu wa nyama, ulimwengu wa kawaida huu wa kuona kwa macho ya kawaida, ambapo upo wewe na mimi. Na ulimwengu humpatia mtu tu ambaye anaamini kwamba yuko tayari kupokea kile anachokihitaji. Ulimwengu huwezi kumtendea mtu ama kumpa mtu kitu cha maana endapo yeye hahitaji kitu hicho. Humpa kitu ambacho mtu anakihitaji, na mtu aliye tayari anayejua kwenda na ulimwengu. Nilishawahi kufundisha spelo nyingi tu na jinsi ya kuweza kufanya ili uweze kupata pesa na kupata mafanikio. Unaweza kurejea katika video zangu za hapo nyuma ambazo nimewahi kufundisha ukafanya spelo hizo na kisha ukaweza kufanikiwa. Namba 4, kinywa. Tumia kinywa chako vizuri. Tambua ndani ya kinywa kuna ulimi. Hata wahenga walishasema kwamba ulimi huumba. Kwa hiyo unachokitamka kupitia kinywa chako ndicho kinachoenda kuwa. Kila siku jitamkie maneno mazuri na yenye nguvu ili uzidi kuvutia nguvu ya mafanikio ya kipesa kwako. Achana na magomvi yasiyokuwa na sababu maalum. Achana na kuunga mkono hoja zisizofaa, kwani hoja hizo zisizofaa huweza kushusha energy ama nguvu yako ya kimafanikio. Usipende kupaniki bila kuwa na sababu maalum, na usipende kulia kila unapokutana na changamoto yoyote ile ngumu. Wewe unaangua kilio. Ulimwengu haupendi mtu anayependa kulialia, kwa sababu ulimwengu hutoa kile ambacho mtu anachokionyesha kwa wakati huo. Cha msingi, kaa na uweze kutuliza akili ili uweze kutatua, kwa sababu utatuzi uko mikononi mwako na ni uwezo wako kabisa wa kuweza kutatua, kuliko kupaniki na kuanza kulia. Tuliza akili yako na uweze kutatua. Ulimwengu unasubiri kuona hatua utakayoweza kuchukua ili uweze kutoa nguvu kulingana na hatua uliyochukua wewe mwenyewe. Maana ukituliza akili yako unaweza kutatua. Ulimwengu unasubiri kuona hatua ambayo wewe utaichukua ili uweze kutoa nguvu kulingana na hatua uliyochukua wewe mwenyewe. Ukichukua hatua iliyo njema, ulimwengu hutoa nguvu thabiti juu yako, na ukichukua hatua mbaya, ulimwengu huondosha energy iliyo nzuri
juu yako, na hivyo kupandikizwa energy ambayo si salama. Kupandisha energy ambayo imekwisha kushuka ni kazi nyingine ambayo ni ngumu, kwa sababu unakuwa umeshaitengeneza energy yako. Kwa hiyo ili energy yako ibaki pale pale, isiyumbe na izidi kuongezeka, lazima uhakikishe kwamba unajiepusha na mambo yote yasiyofaa, na usichangie mahada ambazo unaziona hazifai, ili energy yako ama nguvu yako ya kimafanikio izidi kupanda. Na ndio maana unaona hata katika vikao baadhi ya watu wakiona kwamba kinachozungumzwa akieleweki, huwa hawaungi hoja mkono kabisa, na hawapendi kuzungumza kwa kusifia hicho, bali huweza kukosoa na kuleta mawazo chanya ambayo yanaweza kusaidia. Ndugu mfuatiliaji wa Mwanga One TV, tambua ulimwengu unakupa unachokitaka kwa kufuata ama kutokana na kanuni za ulimwengu, ikiwemo mojawapo ni kuamini kile ambacho unakihitaji kwamba kinaenda kuwa ama kinaenda kufanikiwa. Kama hauna imani, ni heri kuacha kabisa. Lakini pia nikusihi, kama ndio mara yako kwanza kutembelea channel hii, hakikisha unaweza kusubscribe kisha unaruhusu alama kengele, ili kila tutapoweka taarifa zetu uweze kuzipata kiurahisi zaidi. Jina langu ni Cassius Mwanga.